Hii ndiyo dua yenye majibu ya hapo kwa hapo. Haikwepeshi, ni dua moja mujarabu sana kwa wale watu ambao wanahitaji dua ya haraka isiyowachelewesha biidhnillahil karim. Tumia dua hii, utaona maajabu yake kwa uwezo wa Mungu subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu, kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuamsha kwa salama mpaka hivi sasa. Tunaendelea kuwa na afya njema, na wale wagonjwa basi Allah awaafu na Mwenyezi Mungu awaponye haraka, na wale ambao wana shida mbalimbali basi Mwenyezi Mungu awaondoshe shida zao na awaletee baraka na kheri na amani na utulivu. Ndugu zangu, katika siku hii ya leo tumeona tukuletee dua mujarabu sana kabisa. Na dua yenyewe ni hii dua ambayo yenye majibu ya haraka kabisa. Yani majibu yake ni titi for tat, majibu ya moja kwa moja. Dua ambayo imesomwa aidha imefanywa na wengi katika wanawachuoni wameifanya dua hii. Wengi katika ulama wameifanya dua hii na wakaifundisha dua hii, na mafanikio yakawatokea kwa haraka sana. Na ndio maana leo tunasema kifua mbele, kwa sababu dua ina ushahidi wa matukio makubwa ambayo yamefanyika katika zama zilizopita. Sasa mimi na wewe, sisi ni kina nani mpaka tuache kufanikiwa hapo kwa hapo kupitia dua hii? Ikiwa sisi ni binadamu na walioitumia dua hii ni binadamu kama sisi, wao ni kina nani mpaka wawezekane kuweza kufanikiwa? Na sisi ni kina nani mpaka ishindikane? Na hali ya kuwa tunayemuomba ni huyo wa zama hizo, na ndio huyo ameombwa zama hizi, na ndio huyo atakayeombwa zama zitakazokuja nyuma yetu. Ndugu zangu, hii ni dua mujarabu sana. Naomba moja kwa moja hebu twende tukaanze kuisoma, aidha tukaanze kuielewa ni dua gani. Moja kwa moja naomba nikwambieni kitu kabla ya kwenda kukufundisheni hii dua. Kwanza, ndugu yenu Ustadh Muhammad Kundia, nina mambo mawili tu katika siku ya leo, tena mnisamee sana kwa kuingiza kitu ambacho pengine sicho sahihi kabla ya mafunzo. Kitu cha kwanza, tumefungua grupu ambalo grupu letu linasajili watu. Tunasajili watu ambao watu hawa tutakuwa tunawafundisha kila siku dua tofauti, na vitu vingi tutawafundisha ambavyo humu havistahiki kufundishwa katika mtandao wa public. Tutawafundisha katika grupu letu. Tunaamini watu wana majanga mbalimbali, wana shida, dhiki mbalimbali zinazohitaji dua na vitu vingine, tutafundisha katika grupu. Tumeamua kufungua grupu zuri, grupu ambalo litaanza kazi rasmi ya mafunzo kuanzia Januari tarehe 1 kwa uwezo wake Allah ndio tutaanza. Na mpaka sasa grupu lina watu kadhaa. Tumeshaanza kuweka watu katika grupu letu, lakini lina idadi ya watu maalumu ili tuweze kuwamudu katika kuwakidhia haja zao za maombi yao na kuwafundisha na maswali yao. Tukiweka watu wengi sana, tutakuja kuwa hatuna muda wa kuweza kuwajibu na tutakuwa tunashindwa. Kwa hiyo tuna idadi ya watu maalumu mpaka sasa. Wakitimia hao watu, tutakuwa tumefunga milango ya kuwakaribisha watu kwenye grupu. Grupu hili kuna uwezekano wa kudumu nalo mwaka mmoja, kisha tukawa tumewaacha wale watu kwamba wamekwisha pata elimu yao. Hatutoi vyeti, halafu tutafungua kutafuta watu wengine tena ili na wao tuwasomeshe tena. Yani hii ni kama shule. Sasa wahi mapema, nafasi hii bado mbichi kabisa. Lakini tuna watu wachache waliobakia ambao mpaka sasa hawajajisajili. Manake tumebakisha idadi ya watu wachache tu. Wakipatikana hao, grupu litafungwa na kuanza mafunzo moja kwa moja mwezi wa kwanza. Ni masomo rasmi kabisa yenye silabasi za kimasomo. Hilo la kwanza. La pili, mimi ndugu yenu Ustadh Muhammad Kundia
huwa natumia wifi router kwa ajili ya kuweza kufanya vipindi vyangu kila siku. Walillahi alhamdu, nashukuru sana. Huwa baadhi ya watu wananiwezesha, japokuwa kitambo sana sikuweza kuingia katika kuwezeshwa na watu wasikilizaji wangu, lakini leo naomba nitoe ombi langu kwenu. Nimeishiwa na router, manake kufika usiku wa leo nafikiri kwa majira ya mchana kama sikosei, leo hii tarehe 21 kifurushi changu kinakata, kama sikosei majira ya saa 10 au zaidi ya hapo kidogo, sina kumbukumbu, lakini ni leo tarehe 21 kifurushi changu kinakata. Ombi langu kwenu, kwa kuwa nimekuwa nikiwafundisha mambo mengi na wallahi sina malipo yoyote kutoka kwenu, sijawahi kupata malipo yoyote, ila ninachokiomba, ninaomba leo mnisaidie kuilipa hii router ili tuendelee na masomo, tusije tukasita, tusije tukasimama. Atokee mdau mmoja, malipo yangu mimi ni shilingi 70,000 tu huwa nalipia kwa mwezi. Kwa inshallah kama kuna mdau mmoja yuko tayari kunilipia hichi kifurushi, au akatokea mtu mmoja akasema Sheikh, mimi nitatoa chochote kitu, pengine na mwingine wakitoa tutafikisha 70,000, tutakuwa tumelipa. Unaruhusiwa kuchangia shilingi 10,000, 20,000, 30,000, ili mradi ukitoa wewe na yule basi mwisho wa siku tutajikuta tumekamilisha sadaka yetu ya kuweza kupata wifi router ili tuendelee na madarasa yetu. Na insha Allah anaruhusiwa pia mtu kutoa yeye peke yake akiwa ni mmoja au wawili au watatu, na insha Allah tutakuombea dua. Wallahi wewe ambaye utakayeweza kudiriki kulifanya hilo, ili tuweze kulipia wifi yetu router na iendelee kufanya kazi, isije ikasimama na sisi tusije tukasimamisha madarasa yetu. Kama mnavyojua sisi mashekhe tunajitolea kukufundisheni, basi nanye jitoleeni kuweza kuliwezesha hili, ili mradi tuweze kufanikisha zoezi letu la kuweza kuendelea kukufundisheni, tusije tukasimama. Kwa hiyo 70,000 natakiwa, nani wako tayari kufanya biashara na Mungu wakaweza kuitoa hiyo ili tuendeleze mafunzo yetu. Naamini kwa uwezo wa Allah wasikilizaji wangu ni watiifu, ni wasikivu na ni vipenzi vyangu na wananipenda, na wallahi ninaamini hilo linawezekana, na sina shaka na nyinyi, ninaamini leo mtalimaliza hilo. Hapo sina shida na nyinyi wala sina shaka. Moja kwa moja mnisamehe kwa maneno machache haya, tunaingia sasa katika mafunzo yetu moja kwa moja. Dua yetu ambaye leo tunakwenda kuifundisha, ambaye tumesema kwamba ina majibu ya tit for tat, yani ni hapo kwa hapo. Usiwe na shaka na dua hii kwa sababu imethibitishwa kwa mujibu wa wana wa chuoni. Dua yenyewe ni hii: endapo una shida yoyote ile, una tatizo lolote lile, una mashaka yoyote yale, halafu mambo yako yanakwenda tofauti, shida yoyote ile, na kuhakikishia soma dua hii. Ni tit for tat. Wallahi utastaajabu na utashangaa na utaona maajabu. Ni katika dua za ajabu sana. Dua hii inasema hivi, au inasomwa hivi: kama una shida yako, dua hii utaisoma mara ngapi ndugu yangu? Isome mara 111, aidha usiku mmoja au asubuhi moja au mchana mmoja. Utaisoma, inasomwa hivi na kuwekea mpaka Kiswahili chake. Inasema: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Kwanza neno tu ya Rabbana, ya Rahmani. Hii Rahmani ni jina zito ndugu zangu. Ya Rahim ni jina zito ndugu zangu. Hapa tukisema tuzichambue haya majina, basi habari zake ni kubwa. Tuyaache hivyo hivyo kama yalivyo. Tutasema Allahumma ya Rabbana ya Rahmanu ya Rahim ya Qarib ya Mujib, nas'aluka bi asma'ika al-husna an taftah lana abwaba rahmatika
وتقضي لنا حوائجنا وتيسر أمورنا وترزقنا من حيث لا نحتسب وتجعل لنا فرجا قريبا إنك على كل شيء قدير. Nairudia tena, inasema Allahumma ya Rabbana ya Rahmanu ya Rahim ya Qaribu ya Mujib nas'aluka bi asma'ika al-husna أن تفتح لنا أبواب رحمتك وتقضي لنا حوائجنا وتيسر أمورنا وترزقنا من حيث لا نحتسب وتجعل لنا فرجا قريبا إنك على كل شيء قدير. Hapo dua utakuwa umemaliza. Ndugu yangu, dua yenyewe ndiyo hii, ipige mara 111. Ama kwa hakika dua hii ni mujarabu sana. Lakini ikiwa utashindwa kuipiga mara 111 kwa pamoja, basi isome kiasi fulani siku ya kwanza. Labda unaweza ukaisoma mara 25 leo, kesho tena ukaipiga mara 25, kesho tena ukaisoma hata mara 3 kwa muda wa siku 3, ili uweze kukamilisha mara 111. My friend, ukimaliza dua hii utafanya istighfari kwa kusema astaghfirullah mara 11 tu. Utamswalia mtume Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wasallim mara 11 tu. Baada ya hapo utaona maajabu. Hii ni hapo kwa hapo, wala haicheleweshi. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema waqala rabbukum ad'uni astajib lakum. Mola wenu anasema niombeni nitakujibuni. Maana yake Mola wetu sisi anatuambia niombeni nitakujibuni. Mungu aseme niombeni alafu nitatulia nichuje maombi yenu baadaye nije niwajibu. Mungu anasema ombeni nikujibuni. Na Mungu sio muongo. Inawezekana wewe tu unakosa majibu kwa kuwa haufanyi dua zenye majibu ya haraka. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Sikiliza maneno yanayotoka katika kinywa tahara cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Laisa shay'un akrama ala Allahi min ad-du'ai. Hakuna kitu kilicho na heshima zaidi, bora zaidi mbele ya Mungu kuliko dua. Dua ndiyo kila kitu ndugu zangu. Dua ndiyo kila kitu. Lakini pia sikiliza kauli za ulama, wanawachuoni wanasema nini. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Anasema huyu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya kwamba ad-du'a min a'zami al-asbabi allati yandafi'u biha al-bala'u wa yahsulu biha al-matlubu. Dua ni miongoni mwa sababu kubwa kabisa za kuondoa shida na kufanikisha unachokitaka, wanawachuoni wakieleza. Lakini inna Allaha subhanahu wa ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, idha raa min abdihi sidqan fi du'ai, hakika akiona kwa mja wake ukweli kabisa wa kuomba dua, akawa mja mnyenyekevu, anaiomba dua kwa unyenyekevu, kwa kuamini kwamba hichi ninachokifanya ndicho na ninapata, basi fataha lahu abewaban la yatawakka'aha au la yatawakka'uha. Ukweli ni kwamba Mwenyezi Mungu humfungulia milango asiyoitegemea. Mungu humfungulia mja wake. Wallahi ni hatari sana. Ni maneno mazito sana haya ya wanawachuoni. Lakini sasa
Nikwambie tu ni kwamba jitahidi sana kuisoma dua hii, usiache my friend. Wallahi utafanikiwa na mambo yatakuwa safi na mambo yatakuwa salama. Mwisho kabisa nikuombe, njoo katika WhatsApp yetu tuambie na mimi ustazi niunge katika grupu, na vile vile njoo katika WhatsApp yetu tueleze kwamba na mimi nataka kujiunga katika grupu lenu. Lakini pia usisahau, tumekwambia tunahitaji sadaka ya kuunga tena kifurushi chetu. Inshallah tunaomba hilo mlitekeleze. Lakini jambo la tatu, tunaomba vile vile wewe ambaye haujasubscribe usiache kusubscribe. Na mwisho kabisa, kwa wale wakazi ambao wapo katika mkoa wa Singida, karibuni. Mimi nipo Singida na naendea mwezi sasa nipo Singida. Niko hapa Singida mjini. Karibuni sana. Mafunzo yetu haya yanaletwa tukiwa katika mkoa wa Singida. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.